Bado tuko katika semina ya e-waste management ambako tumejifunza mambo mengi, lakini pia tutapata mawili matatu kutoka kwa wageni ambao wamekuwa wakituelimisha kuhusiana na jambo zima la e-waste management. Habari kaka, unaitwa nani? Salama sana, kwa majina najulikana kama Nasib Mohamed. Wewe ni nani kati ya watu ambao wametuelimisha kuhusiana na e-waste management? Na mimi natokea shirika linalojulikana kama Close the Gap kutoka kule Kenya. Tumekuja kama facilitators wa hii workshop ya e-waste na circular economy. Na sisi ndo tunawezesha warsha hizi kuendelea katika miji ya Tanzania, specifically hapa Tanga na Mwanza. Na je, katika kufacilitate kwenu ni kipi hasa ni malengo yenu outcome baada ya kuelimisha watu wote kwenye jamii? Naam, swali zuri sana. Lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba tuna create ajira specifically from hii sector ya e-waste. Vile vile ni ku make sure kuwa the e-waste does not affect the environment in whatever manner, from air pollution, soil pollution, any type of pollution, ku make sure kuwa e-waste hazina athari kama hizo. Kwa hiyo ni kuhakikisha hakuna athari ya e-waste, lakini pia kupromote ajira kwa watu. Kwa hivyo mnaangalia nini ili watu waweze kupata ajira hizo? Ni kwamba yeye mwenyewe ajifunze kulingana na elimu mnaoitoa, ama pia mnawapa ajira moja kwa moja? Mafunzo yetu kwa hivi sasa ni tunawafunza kibiashara. Ndani huo mradi wa Inclusivity kuna program inaitwa incubation bado ya circular economy businesses, tuweza prepare kwa investment ready, na vile vile pia tunaweza kuunganisha na opportunities za funding kutoka kwa partners wetu. Sawa sawa. Na je, unawapa maoni gani watu ambao wanatamani kujua mengi zaidi kutoka kwenu, lakini labda hawakupata wasaa wa kufika eneo hili? Maoni vile vile ni watu ku have a change of mentality when it comes to these trainings. Tusikuwa wagumu, si lazima mtu alipwe ndo atokee training ama kuwe facilitated for. Hii ni knowledge yenye its cost is more than the facilitation money yenye unapatiwa kutokea kwa warsha kama hizi. Kwa hivyo let's have a change of mentality, hilo tu. Sawa, asante sana. Shukran sana, Mwenyezi Mungu akubariki.